tumesema tuje na ajenda ambayo itatambua mwanachama ambaye bado hajaajiriwa, hajaingia kwenye mfumo rasmi wa ajira. CWT iwe na kazi ya kutambua wanachama vivuli ambao wamesoma kada ya elimu. Wale ambao tumewasajili katika chama cha walimu, tunaingia moja kwa moja kuwapambania kwenye soko la ajira. Ajira zinapotoka kwenye private sector, sisi kama chama cha walimu tutakuwa na ikama ya walimu wetu vivuli ambao tutawapambania moja kwa moja wapate ajira kwenye hizi private sector, kwa maana ya shule ambazo ni private. Mtiania wa nafasi ya urais wa chama cha walimu Tanzania CWT, Mwalimu James Ndomba, amesema kuwa migogoro mingi ndani ya chama hicho husababishwa na viongozi wanaotanguliza maslahi yao binafsi badala ya kutazama wajibu wao kwa wanachama. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Mwalimu Ndomba ambaye ni mwalimu katika sekondari ya Msalato ameeleza kuwa iwapo atapewa ridhaa ya kuongoza walimu, atahakikisha anatokomeza migogoro hiyo kwa kuwakumbusha viongozi wajibu wao wa msingi. Miongoni mwa vipaumbele vyake ni kuanzisha mfumo wa usajili kwa wanachama vivuli walimu waliopo nje ya mfumo wa ajira kwa lengo la kuwatetea hadi wapate ajira rasmi. Tumesema tuje na ajenda ambayo itatambua mwanachama ambaye bado hajaajiriwa, hajaingia kwenye mfumo rasmi wa ajira. Tunasema ni mwanachama kivuli. CWT iwe na kazi ya kutambua wanachama vivuli ambao wamesoma kada ya elimu, kuwasajili kama wanachama wao ila wasio na makato katika chama cha walimu. Ikiwa ni sababu ya mojawapo ya kuhakikisha wale ambao tumewasajili katika chama cha walimu tunaingia moja kwa moja kuwapambania kwenye soko la ajira. Na tunawapambaniaje kwenye soko la ajira? Tumesema moja kwa moja tutawapambania kwa soko la ajira, moja kwenye private sector, lakini mbili kwenye government sector. Sasa hao walimu ambao ni vivuli tunapokuwa tumewadahili au tumewasajili kwenye chama chetu, maana cha kwanza, ajira zinapotoka kwenye private sector, sisi kama chama cha walimu tutakuwa na ikama ya walimu wetu vivuli ambao tutawapambania moja kwa moja wapate ajira kwenye hizi private sector, kwa maana ya shule ambazo ni private. Na wanapopata ajira hizo, walimu hawa manake automatic tunawafanya kuwa ni wanachama wa chama cha walimu. Lakini mbili, upande wa serikali siku hizi pia ajira zimekuwa ni za kiushindani. Kwa sisi kama chama cha walimu, baada ya kuwatambua wanachama vivuli, yani kwa maana ya walimu ambao wamesomea ualimu ila hawajapata kazi ya ualimu, tunawapambania kuhakikisha nafasi zinapotangazwa wanapata nafasi hizo. Kwa wakipata nafasi hizo, kwa sababu tulishawasajili kama wanachama vivuli katika chama chetu, kwa hiyo moja kwa moja anapoajiriwa tunamfanya kuwa ni mwanachama hai sasa wa chama cha walimu. Kwa hiyo itakuwa tayari ni nafasi ambayo sisi kama chama cha walimu tunaiandaa na tunaitengeneza kwenda kuhakikisha tunawapambania walimu wote ambao bado hawajaingia kwenye mfumo kamili wa ajira. Kwenye thamani ya mwalimu, hapa sisi wenyewe kama chama cha walimu tuna uwezo wa kuirudisha thamani ya mwalimu. Na nimeshasema awali hapo, tunaweza tukaanza kufanya event ambazo zinatambua michango ya walimu. Mojawapo ni kufanya Mwalimu Awards, ambayo hii itakuja kutambua walimu wote wanaofanya kazi vizuri mahala pa kazi. Hiyo awards inatakiwa idili kwenye kitu kama mwalimu aliyefanya vizuri kwenye somo fulani, mwalimu anayefanya vizuri kwenye kazi fulani, mwalimu anayefanya vizuri kwenye kitu fulani. Kwa itatambua shughuli zote za kielimu. Na tutaifanya hii Mwalimu Award kuwa ni siku maalum ambayo tutahakikisha tunapata wageni wakubwa wa nchi au viongozi wakubwa wa nchi ili kuanza kuipa thamani kada ya ualimu kutokana na hiyo activity tutakayokuwa tunaiendesha. Na kuhusu migogoro iliyopo ndani ya chama cha walimu, migogoro mingi huwa inaanzishwa na sisi wenyewe viongozi tunapokuwa tumepata nafasi za uongozi. Kwa mimi kama James Ndomba, mwalimu ambaye naomba nafasi hii ya kuwa rais wa chama cha walimu Tanzania, nikipata nafasi ya kuwa rais wa chama cha walimu Tanzania, moja ya kazi kubwa nitakayohakikisha ni kumaliza migogoro inayotokana na viongozi ambao tumepata nafasi. Tunaimalizaje? Ni kuhakikisha viongozi hawawi na maslahi binafsi wakati wa kutumikia wananchi au wakati wa kutumikia walimu ambao wanatokana na chama cha walimu. Sasa je, mtu anaweza kaniuliza unaimalizaje hivyo kwa kusema hivyo?
kwa maana inatakiwa kukumbushana wajibu wa viongozi tunapokuwa mahala pa kazi, lakini wajibu wa viongozi kwamba tunakwenda kuwa viongozi si kwa ajili ya matumbo yetu wenyewe, bali kwa ajili ya walimu wenzetu ambao wametuamini. Tunaweza tukapambania haki zao, tukapambania stahiki zao wanapokuwa mahali pa kazi. Kwenye moja ajenda yangu ambayo nilikuwa nimeisema ilikuwa ni kuanzisha miradi ya elimu kama vile shule zinazotokana na chama cha walimu. Kwa pili, hao walimu ambao tutakuwa tumewarejista kama walimu vivuli, wanachama walimu wanachama vivuli wa chama cha walimu Tanzania. Manake wao watakuwa na nafasi moja kwa moja shule zetu zitakapoanzishwa kupata ajira ya moja kwa moja bila kufanyiwa usahili, kwa kuangalia masomo yao na maeneo wanayotokea. Sababu kubwa pia ya kuomba nafasi hii ilikuwa ni kuwakumbusha walimu kwamba kumekuwa na tatizo kubwa sana ambalo linawakabili walimu, na hili ni tatizo la kuhama inapofika muda wa kuhama. Hasa pale mwalimu anapotaka kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Imekuwa ni changamoto kubwa mno. Kwa mimi kama mgombea wa nafasi ya urais nimeliona hilo, na nikaamini chama chetu cha walimu Tanzania kina wajibu kama taasisi kubwa iliyobeba walimu wengi wasiopungua 240,000 kuhakikisha moja ya ajenda inayokuwepo hapo ni kuwasaidia katika uhamisho. Tunawasaidiaje? Tumesema tutakuwa na mfumo rasmi wa kusajili wanachama, mfumo wa kidigitali. Kwa kwenye mfumo wa kidigitali huu tutakao sajili wanachama wetu, walimu wetu, moja ya kazi itakayofanyika kwenye mfumo huu ni walimu wanaohama kuwa na taarifa zao kwenye mfumo.